بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود والصلاة والسلام على رسول الذي قال وهو أصدق القائلين لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Bahati nzuri Imam na pia msomaji wetu wa Qur'an amesoma aya ambazo zina munasaba na darasa yetu ambayo ni sahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika aya hizi ametaja sifa, ziko sifa tano ambazo zimetajwa za masahaba. Sifa ya kwanza ni ashiddau ala al-kufar, au sifa ya kwanza tunaweza kuzitaja sifa sita hapa, kwamba la kwanza wako pamoja na Mtume Muhammad kwa kauli yake Muhammadun Rasulullah, walladhina ma'ahu ashiddau ala al-kuffar. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na walio pamoja naye. Hawa walio pamoja na Mtume Muhammad ni sahaba, ndio ambao walikuwa na umoja wa kweli na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili sifa ya kwanza ni ma'iyatu rasul. Lakini sifa ya pili ashiddau ala al-kuffar, manake hawa ni watu ambao dhawi quwwatin wassalaba fi amri dinihi duna mailin lidhu'fi, ni watu ambao wana nguvu na ukakamavu. Ndio hawa ashiddau ala al-kuffar katika dini ya Mwenyezi Mungu, basi na kupondokea kwenye udhaifu, hawaelemei kwenye udhaifu. Ni watu wenye swalaba, kama ilivyokuja katika Aljamiu li ahkami al-Quran ya Imamu Qurtubi kwamba hao ni ashabu al-izzati wal quwwa fi muqara'ati a'da'i llah bila hawadatin wala muhadana, ni kwamba ni watu wenye nguvu. Wasema walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja na Mtume Muhammad sahaba. Sifa ya kubwa ashiddau ala al-kuffar, ni wakali wenye nguvu dhidi ya makafiri. Kwa sahaba walillahi alhamdu, Mwenyezi Mungu aliwafanya ni wenye social power, nguvu za kijamii walikuwa wako juu kuliko kufari. Hata economic power, nguvu za kiuchumi walikuwa wako juu sahaba, lakini hata psychological power walikuwa wako juu, hata military power, nguvu za kijeshi walikuwa wako juu. Alal kufar, ni juu kuliko makafiri.
Ala ni al-isti'lau al-majazi yufidu tamakuna, ni kwamba yafidisha kwamba kuna pawa ambayo sio kawaida walikuwa nayo. Sasa hii pawa tunaweza tukajifunza kitu kwa sahaba, ni kwamba moja ya kitu tunachojifunza ni kwamba ni hapa yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Jambo hili ndio liliowapa pawa zote hizi maswahaba, wakawa na nguvu zinazozungumzwa. Ni kwamba kila amali anayoifanya sahaba na akili yake yote sahaba yuko fitighai maradhati llahi taala, ni katika kutafuta radhi za Allah. Kwa hiyo hawa ilikuwa akhera wameitanguliza kuliko dunia. Ikiwa Waislamu wa zama hizi watakuwa na sifa hizi, watakuwa ashiddau ala al-kuffar kama sahaba, kwamba kuitanguliza akhera, shughuli yako kubwa ni akhera kuliko ulimwengu, kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi, man kanat al-akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a shamlahu wa atatuhu dunya raghima. Mtume Muhammad anasema yoyote ambaye akhera imekuwa ndio kusudio lake kubwa, au akhera imekuwa ndio shughuli yake kubwa, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi, Mwenyezi Mungu ataweka utajiri wake ndani ya moyo wake. Wa jamaa shamlahu, na Mwenyezi Mungu atalikusanya jambo lake lolote analolitaka, Mungu atalikusanya, kwa maana atalidhamini. Lakini wa atatuhu dunya raghima, na dunia itamjia hali ya kuwa ni yenye kumtii. Sasa dunia ikikujia hali ya kuwa ni yenye kukutii, pili, Mungu akukusanyie jambo lako unalolitaka, tatu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kwamba utajiri wake auweke ndani ya moyo wake, lazima utakuwa katika hii sifa ya ashiddau ala al-kuffar, juu ya nani? Makafiri. Social power, economic power, psychological power, military power inaletwa na hii yabtaghuna fadla min Allahi wa ridwana. Hii ni sifa kwamba maswahaba walikuwa wakifanya jambo anafanya kwa ajili ya Mungu na mtume, hatofanya jambo kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya akhira yake. Ndio maana wakawa shiddau ala al-kufar. Ni sifa ngapi hizo tumezitaja? Tatu. Ruhamau bainahum, ni sifa sahaba, ni wenye kuoneana huruma baina yao, ni wenye kuoneana huruma baina yao. Nadhani ilikuwa katika moja ya vita ya Kiislamu, ilikuwa maswahaba watatu hali zao ni mbaya mno, kiu kikali sana kiwakuta, na wameumizwa sana na wana kiu. Walipoletewa maji ya msaada, kila mmoja alikuwa anasema fulani mwenzangu yule hali yake mbaya kuliko mimi. Yule akipelekewa ambia huyu fulani wakati huyu hali yake mbaya kuliko mimi. Akipelekewa huyu wakati saa mwenzangu yule wa mwanzo ana hali mbaya kuliko mimi. Yule akipelekewa tena anarudisha kule kule mpaka walikufa. Hakuna aliyekunywa maji. Kwa nini? Allah subhana ameweka kitu kinachoitwa ruhamau bainahum, ni wenye kuoneana huruma baina yao. Sifa yao tarahum ruk'an sujada, utaona wakirukuu kwa pamoja na wakisujudu kwa pamoja.
yabtaghuna hapo fadlan min Allahi wa ridwana, watafuta radhi za Mwenyezi Mungu na fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Simaho, alama zao, fi wujuhihim, katika nyuso zao, min athari sujud, ni kutokana athari kubwa ya kusujudu. Mtu ambaye ana athari ya sijida ni yule ambaye ukimtazama shida zinaondoka. Imethibitika, niliona katika jarida moja la Kiamerika, maandika mtu mwema akitazamwa na mtu, basi ule mtu anamtazama mtu mwema levu, hata mapigo yake ya moyo anakaa vizuri, hata kama uko anakwenda juu anakaa vizuri. Lakini la pili, anakuwa mtu huyo stress za muondoka. Kwa hiyo watu wema ni dawa. Annasu dau wa dawau nasi qurbu, watu ni ugonjwa na dawa yao ni kuwakurubisha watu, kuwa karibu nao. Wa fi i'tizalihim qat'ul mawaddat. Basi sahaba hizi ni sifa zao. Niliona tuanze na Qur'ani iliyosomwa, imetupatia sifa nyingi za sahaba. Hizi sifa 5, na msingi wa sifa yao ni ile ikhlas, yabtaghuna fadla min Allahi wa ridwana. Lakini kuna haja katika hii, yatosha kuwa ni taarifu ya sahaba. Katika sharti za taarifu ambazo zimo kwenye mantiq, ilmu ya mantiq, yatosha hiyo ni taarifu ya sahaba, lakini haijatosha ukizingatia sharia kwamba sahaba sasa ni mtu gani. Hizi ni sifa, naam, kitabu kwa mantiq asema ndio sahaba, lakini kwa sharia sahaba ni kullu man laqiya rasula, aliyekutana na mtume, wa amana bihi, na akamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini haya mawili hayatoshi. Wa mata ala alislam, akafa hali ya kuwa kwenye Uislamu, huyo ndio sahaba. Sifa 3: kwanza akutane na mtume au amuone mtume walau lahdha, japo muda mfupi sana, yani awe na mujalasatu rasul, akae na mtume Muhammad hata dakika 5, 6, 7, kwa mujibu ahlu sunna wal jamaa. Na ahlu sunna wal jamaa ni wale mutamassikuna bi sunnati nabawi. Nabawi ni wale ambao wameshikamana na zile sunna za mtume Muhammad na kitabullah, au wanaitwa ahlu sunna wal jamaa. Kwa mujibu wa taarifu yao ni kwamba hata ukikaa naye tu muda mfupi, huyo tayari wewe tayari ni sahaba, kama umekaa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuna watu walikuwemo katika zama za mtume Muhammad, wakawa ni waumini wa mtume sallallahu alaihi wasallam, tena wakawa ni wacha Mungu sana wakati wa mtume Muhammad, lakini sio sahaba. Si sahaba kwa vipi? Hawakumuona mtume Muhammad. Kila aliyemuona mtume na akamwamini na akafa katika Uislamu, huyo ndo anaitwa nani jamu? Sahaba. Ama aliyemuona tu hakumwamini, si sahaba. Abu Jahali hakuwa sahaba, Abu Lahabi hakuwa sahaba. Lakini kuna sasa aliyemwamini ambaye hakumuona, huyo anaitwa al-mukhdharamu, haiti sahaba. Utamuita al-mukhdharamu bifathi ra, kwa kutia fataha re, au bikasri ra, al-mukhdharim.
au al-Mukhdaram, huyo ni sahaba, si sahaba. Kwa mfano wa huyo ni Uwaisul Qarani, mtu wa Yaman, ambaye alipatikana wakati wa Mtume Muhammad, na ni mchaji Mungu sana na ni mtu mwema sana, mpaka Mtume Muhammad akamuhusia Saidina Umar bin al-Khattab na Saidina Ali bin Abi Talib kwamba wamtafute huyo awaombee Mungu, lakini hakuwa sahaba. Na kilichomzuia simwone Mtume Muhammad ni wingi wa kumtenda wema mama yake. Kwa hapo tunapata kuna mtu anaitwa sahaba na kuna mtu anaitwa al-Mukhdaram, sawa? Hata kama ni jini pia anakuwa sahaba. Ukisoma al-Isaba fi tamyizi sahaba, hapo nje tu hapo maduka yanapatikana hapa Mtoro. Al-Isaba fi tamyizi sahaba ni kitabu cha Ibn Hajar al-Asqalani. Utaona ndani ya kitabu kile kaandika majini ambao walikuwa ni sahaba, kwa sababu alimuona Mtume Muhammad. Tarikhi ndivyo inavyotuambia kwamba nafaru min aljinni, kundi katika majini, ndio Qur'an inatuambia walimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si hata katika suratul Jinn yasema qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru min aljinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih. Sasa kama umeamini Qur'an, umemwamini Mtume Muhammad. Lakini pia walionana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fika Maka taonyeshwa mahala ambapo walikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, majini, masjid jini. Sasa wale waliomuona Mtume majini ni sahaba. Kwa mfano Amr bin Jabir al-Jinni, Ahqab, Shasir, Basir, Hussan au Hassan na Bassan, wote hao na Zub'a, wote hao ni katika, lakini wamekuwa ni sahaba kwa sababu wamekuwa Mtume na wakamwamini Mtume Muhammad, na wamekufa na Waislamu, wamekufa na Waislamu. Kwa hiyo ndio taarifu ya neno sahaba. Ama sifa zao hizi tulizozitanguliza kabla ya taarifu. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kutegemezea sifa nyingine ya sahaba, moja ya sifa kubwa ya sahaba ni kwamba ni radhiyallahu anhu wa radu anhu, ni sifa masahaba. Amewaridhia Mwenyezi Mungu, ni watu ambao wametangazwa moja kwa moja kwenye Qur'ani kwamba Mwenyezi Mungu amewaridhia na wao wamemridhia Mwenyezi Mungu. Wamemridhia kwa jambo gani? Allah wameridhia makadiri yote ya Mwenyezi Mungu. Sahaba, moja ya sifa sahaba, hawa ndio ambao walifikia daraja ya kukubali kwamba ma aswabaka lam yakun liyukhtiaka wa ma akhtaka lam yakun liyusibaka, lenye kukupata halikuwa lenye kukukosa na lenye kukukosa halikuwa lenye kukupata. Ushaamini qadar, una wingi wa tawakkul. Kwa hiyo masahaba, haswa sahaba, walikuwa na tawakkul ya kutosha. Na Qur'ani ndivyo inavyotuambia, surati Nur aya ya 100, sura ya 24 ya 100, wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar, na waliotangulia mwanzo katika muhajirina na ansar, walladhina tabauhum bi ihsan, na wale waliowafuatia nyuma
kwa kutenda wema, kwa wema, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Mwenyezi Mungu amewaridhia na wao wamemridhia Mwenyezi Mungu. Wa a'adda lahum jannati tajri tahtaha al-anhar, na Mwenyezi Mungu amewaandalia pepo ambao hupita chini yake mito, khalidina fiha abada, hali ya kuwa ni wenye kukaa peponi milele. Dhalika alfawzul adhim, huko ndiko kufuzu kulikokuwa kukubwa. Kwa hiyo maswahaba ni watu ambao walioridhiwa na Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa Qur'an. Kwa nini hawa ni wameridhiwa na Mwenyezi Mungu? Yabtaguna fadla min Allahi wa ridwana, jambo lao ni ikhlas. Labda unaweza ukataka kujua sahaba hasa ni wangapi kwa idadi. Ukisoma katika kitabu Al-Isti'abu fi ma'rifati al-ashab, hiki ni cha bin Abd al-Barri. Hata hiki kilichokitaja al-Isaba fi ma'rifati as-sahaba cha Ibn Hajar Asqalani, hata al-Usdul Ghaba ile Ibn al-Athir na Siyaru min A'lam an-Nubala na vingi, utaona kwamba vitabu vyote hivi hawajaainisha idadi maalumu ya sahaba. Hakuna al-adadul muhaddad, hakuna idadi maalumu iliyopangwa kwamba masahaba ni wangapi, isipokuwa kunasemwa tu kwamba sahaba ni zaidi ya 114, ni zaidi ya 114. Na moja ya sifa nyingine ya sahaba, Qur'an imethibitisha kwamba tosha yao ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sura ya 8 ya 64, ya ayuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Qur'an inasema, ewe mtume, tosha yako ni Mwenyezi Mungu na waliokufuata katika waumini wa kweli. Lamuli istighraqi jamii sifati, waumini wa kweli wote tosha yao ni Allah. Sasa hao almu'minun kaambiwa hao ni sahaba, na hata ambaye si sahaba akawa anaishi na ile mienendo ya kiswahaba, basi naye anaingia katika aya hii. Na hawa maswahaba sifa nyingine, hii ni upande wa aya. Umetazama Qur'ani sifa za sahaba, tutazame hadithi za Mtume Muhammad. Katika hadithi sahihi inayotokana na Abdullah bin Mas'ud, ambaye huyo Abdullah bin Mas'ud, wakati wale sahaba wa kijini wakiupata usahaba, huyo Abdullah bin Mas'ud alikuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana lazama Rasulullah sallallahu alaihi wasallama mulazamata dhillin li sahibihi, alikuwa analazimiana na Mtume kama kivuli kinavyolazimiana na mwenye kivuli, huwa huachani na kivuli. Sifa hii kaipewa katika suwaru min hayati sahaba, soma kitabu hicho. Sasa katika hadithi tuwaona kwamba ni kama Qur'ani inavyosema kwamba sahaba ndio wabora wa watu baada ya Mtume Muhammad. Mtume si ndo khairun nas ala al-itlaq, khairul anami ala al-itlaq, ndiye mbora wa watu wote katika hii dunia, tena ni mbora wa viumbe wote. Sasa anayefuatia daraja hiyo ni maswahaba, ndio nambari 2.
Kwa nini ni maswahaba? Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Mwenyezi Mungu amewaridhia nao amemridhia Allah. Katika hadithi hiyo iliyotokana Ibn Mas'ud, Mtume anasema inna Allaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam khaira qulubil ibad, hakika Mwenyezi Mungu alitazama nyoyo za waja wake wote akakuta kwamba bora zaidi kuliko waja wake wote ni Mtume Muhammad, ni Muhammad. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu, akamchagua kwa ridha yake mwenyewe. Mwenyezi Mungu akamchagua kwamba huyu ndio awe mtume, kisha akampa utume. Thumma nadhara fi qulubi al-ibadi ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kisha akatazama katika nyoyo za waja baada ya Mtume Muhammad. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubi al-ibad, akaona kwamba akakuta Mwenyezi Mungu kwamba nyoyo za sahaba wake ndio bora zaidi kuliko nyoyo za waja baada ya Mtume Muhammad. Nyoyo za sahaba wake ndio nyoyo ambazo ni bora kuliko nyoyo za waja wake wote. Akawafanya hawa waliokuwa sahaba ndio wakawa ni sahaba kwa namna hiyo, ni kwamba nyoyo zao zilikuwa zina uwezo wa kukaa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndio aliyeumba Mwenyezi Mungu akakufanya wewe na mimi tusiwe katika sahaba, lakini hao waliokuwa sahaba akawafanya ndio sahaba kwa sababu ya nyoyo zao namna walivyo. Kwa hiyo si watu wa mchezo mchezo sahaba. Ndio maana Mtume akasema la tasubbu ashabi, na ni hadithi sahihi ya Mtume Muhammad, usiwatukane sahaba wangu. Anfaqa ahadukum, lau atatoa mmoja wenu mithla Uhud dhahaba, mfano wa mlima Uhud ni dhahabu tupu, asema hicho alichokitoa huyo bwana haitofanana na kibaba, yani kitu kidogo alichokitoa sahaba au nusu hicho kitu. Wewe utatoa mlima mzima wa Uhud utoe ni sadaka, sahaba atoe mud, kibaba kidogo tu kimoja, basi ubora wa hiki alichokitoa sahaba hakilingani na kile mtu alichotoa mlima mzima. Utoe dunia nzima wewe sadaka, haitolingana na kiasi kidogo alichokitoa sahaba. Kwa nini? Ma qalla amalu baraza min qalbi zahidi wa ma kathura amalu ma qalla amalu baraza min qalbi zahidi wa ma kathura amalu baraza min qalbi raghibi. Haijawahi kuwa chache ibada iliyotokana na mtu ambaye ameupa nyongo ulimwengu, na tumeona sahaba namna walivyo, na haijawahi kuwa nyingi ibada au amali ya yule ambaye anaupenda ulimwengu. Wa sahaba na sisi katika nyoyo hatufanani, kwa hata amali ya sahaba hatuwezi kuikuta. Kwa hiyo ubora wa masahaba ni hivyo mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutokana na kwamba masahaba ni wale ambao nyoyo zao ni tahara, ni safi, Mtume akasomesha ummati Muhammad kwamba washikamane sana na masahaba,
Utashikamana naye vipi? Soma maswahaba na menendo yao, jitahidi kuifuata menendo ya sahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo iko katika al-Musannaf ya Ibn Abi Shayba, ni hadithi sahihi, anasema la tazaluna bi khairin maadama fikum man raani wa sahabani, hamtoacha kuwa nyinyi mmo kwenye kheri muda wa kuwa mpo yani fikum, katika nyinyi wapo ambaye yupo ambaye kaniona na akashikamana na mimi, wasahabani. Wallahi la tazaluna bi khairin, na hapa Mwenyezi Mungu hamtoacha kuwa nyinyi mmo kwenye kheri maadama fikum marraani wa sahaba man sahabani, hamtoacha kuwa nyinyi mmo kwenye kheri muda wa kuwa yupo ambaye kamuona aliyeniona mimi na akasuhubiana na aliyesuhubiana na mimi. Akasema tena wallahi, namuapa Mwenyezi Mungu, la tazaluna bi khairin, hamtoacha kuwa kwenye kheri maadama fikum marraa man raani wa sahaba man sahaba man sahabani, hamtoacha kuwa kwenye kheri muda kuwa kuna mtu kamuona ambaye aliyeniona mimi, kamuona yule ambaye kamuona ambaye kaniona mimi, na kasuhubiana na ambaye kasuhubiana na ambaye kasuhubiana na mimi. Ina maana hapo Mtume, kwa ufupi labda uelewe, nikupe hadithi nyingine sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum, ndio tafsiri ya hii hadithi iliyotangulia. Thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu. Asema mbora kuliko watu wote, khairun nas, wabora zaidi kuliko watu wote, karni, ni watu wa zama yangu mimi. Neno karnu maana yake sio karne yangu, ni kwamba ni watu wa zama yangu mimi, kisha wale ambao walowafuatia, kisha wale ambao walofuatia. Ina maana ni nani hao? Ni sahaba wa Mtume, wanafunzi wa sahaba wa Mtume, na wanafunzi wa sahaba wa Mtume. Ina maana ni sahaba, tabiina na tabi'i tabiina, ndio watatu waliotajwa katika hadithi ya mwanzo na hadithi hii kwamba tushikamane nao. Lakini angalia watakokuja baadaye, kasa thumma yaji'u wa qawamun, kisha baada ya hapo watakuja watu ambao tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu, watangulia ushahidi wa mmoja wenu kiapo chake. Akitaka kutoa ushahidi wake anaanza wallahi, namwapa Mwenyezi Mungu, hajaanza kusema za wallahi. Na watu wa ilmu nafsi wanasema ukiona mtu anaanza kuapa juu huyo muongo. Wa yaminuhu shahadatahu, na kiapo chake chatangulia nini? Ushahidi wake. Ashatoa ushahidi, akimaliza sema wallahi naapa hata fulani alikuwepo. Sasa hii ni kwamba kumbe baada ya tabi'in watakaofuata baada yao ni wakutazama sana. Je, watu wa zama hii ikiwa hivyo ndivyo, ina maana ubora wa watu unapanda. Baada ya tabi'in ni salafu salih, hawa waliowafuatia tabi'in. Baada ya hapo mpaka tunakuja sisi wa mwisho. Mwenyezi Mungu atupe nusura yake.
Sasa tumalize darsa hii, msimamo wa Ahlus-Sunna wal Jamaa kuhusu sahaba. Ashabu kulluhum udulun, huo ndo msimamo. Sahaba wote ni waadilifu. Labda niulize maswali hapa kidogo kuwasaidia watu. Uadilifu kwa sahaba maana yake ni nini? Nimesoma katika kitabu kinachoitwa Adalatu Sahaba fi Dhawi al-Qur'ani al-Karimi wa Sunnati Nabawiyya, Dr. Imad Ashirbi anasema katika Ahlus-Sunna wal Jamaa, tushazungumzia kwamba ni wale wenye kushikamana na sunna na kitabu, ni kwamba uadilifu kwa sahaba maana yake si kwamba hawana dhambi au hawakosei, wanakosea, isipokuwa wao hawakusudii kumzushia Mtume Muhammad urongo na baadhi ya sifa. Kwa hiyo kwa Ahlus-Sunna wal Jamaa msimamo wao ni kwamba sahaba wote ni waadilifu, labda asiyekuwa Ahlus-Sunna wal Jamaa, lakini kwa Ahlus-Sunna wal Jamaa sahaba wote ni waadilifu. Lakini kuna hadithi sahihi inasema fi as-sahabi 12 munafiqa, katika sahaba wangu, pamoja na sahaba wangu wapo watu wangapi? 12 wanafiki. Na wanafiki 12. Mnafiki katika Ahlus-Sunna wal Jamaa hawezi kuwa sahaba. Hata Abdullah bin Ubayy bin Salul hakuwa sahaba, kwa sababu sahaba ni radhiyallahu anhum wa radu anhu, ni wale ambao Mwenyezi Mungu amewaridhia, kama Qur'an inasema was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladhina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kwa aya hiyo ni kuonyesha kwamba sahaba wote ni waadilifu. Ashabu kulluhum udulun. Kauli hii si hadithi, japo watu wanadhani ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ashabu kulluhum udul. Ni kauli ya Ahlus-Sunna wal Jamaa. Wengine wanasema kaizungumza Imam Nawawi, wengine wanasema kaizungumza Abdul Barri, wengine wanasema kaizungumza Ibn Hajar Asqalani, lakini tu kwamba huo ndio msimamo wa Ahlus-Sunna wal Jamaa. Ama ile fi ashabi, Mtume hakusema min ashabi. Ingekuwa min, ingefidisha tabi'i kwamba kuna mgawanyiko wa nani? Sahaba ambao ni waadilifu na wasiokuwa waadilifu. Lakini asema fi ashabi, kwenye mkusanyiko kunaweza ukawepo waumini na wasiokuwa waumini. Hiyo fi ni ya musahaba, ala nabi yufidu tajamua, nafidisha kukusanyika, kuwa pamoja. Lakini hakusema min ndio ingewagawanya masahaba, kama ingekuwa ni min ya tabi'i. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa upande wa sahaba ni hivyo. Muhimu tushikamane na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba tuishi kama masahaba. La tazaluna bi khairin, nyinyi Waislamu hamtoacha kuwa muendelea kuwa ndani ya kheri, maadama fikum marraani wa sahabani,
muda kuwa katika nyinyi kuna ambaye kaniona, kwamba pamoja na nyinyi yupo ambaye kaniona na kafanyaje, akasuhubiana na mimi. Kwa hiyo sahaba ni watu watukufu na ni watu wa kuzingatiwa. Sasa bila shaka tasema kwamba bado mada haijaisha, ukweli muda nao umeisha. Sasa mada inasema ni sahaba na mtume. Mbona mtume hapo hatujaona hii na hatujaiona? Nitoe tu mfano mmoja. Nitoe mfano mmoja wakilishe sahaba wote. Yuko sahaba mmoja, nadhani ni Aswad bin Ghazia yule, katika hadithi sahihi. Huyu katika vita Badri, mtume wakati anakagua jeshi lake na fimbo alimtunga na fimbo huyu Aswad akamwambia mtume, umeniumiza, hujaatani ya Rasulullah, umeniumiza, na wewe ni mtume wa Mungu, na wewe ni mtu wa haki. Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule bwana akamwambia, naomba nikulipize kisasi na mimi kutunge. Anakamtunga kwenye tumba, maana mimi kutunge. Yule bwana akaenda akabusu, akutanisha ngozi yake na ngozi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, mbona unafanya hivi? Akasema, kama unavyoona jambo linalokuja mbele ni vita. Nimetaka mwisho wa ahadi yangu iwe ngozi yangu igusane na ngozi yako. Sallu ala nabi. Mtume akampongeza na akamwombea dua. Katika mtume na sahaba, hili jambo moja onyesha kwamba mtume alijali sana haki za wale anaowaongoza, kiasi bwana yule asema, nataka mimi kulipiza kisasi. Na kisasi yeye ilikuwa nini? Kakubali na yule naye aptoboe na mti. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba na mimi nitobolewe kama nilivyotoboa bwana wakodai, niumie kama alivyoumia. Hii ni kuonyesha mafungamano ya mtume na sahaba, ni kwamba alikuwa akijali sana haki za wale anaoongoza, na sisi tujali haki za wale tunaoongoza. Mtume alikuwa ni hospitali kama inayotembea kwa sahaba wake. Yule sahaba Qatada bin Nu'man lilitoka jicho wakati wa vita ya Uhud, likawa naning'inia. Alipomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, mashtaka yake ni kwamba, ya Rasulullah, unaniona nilivyo mimi, kinachonipa taabu nimeposa. Huko wakati nilipotoka huko nimeposa, nachohofu nikirudi huko, huyo niliyemposa akiniona katika hali hii hata nikubali. Anashtakia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alishika lile jicho na likarudi na kalipangusa, likawa linaona kuliko chochote kinachoona katika dunia. Na kuanzia pale Nu'man bin Qatada bin Nu'man akawa ni katika watu wenye muonekano mzuri sana wa sura, na pia macho yake yakawa na nguvu kuliko mwanzoni na kuliko mtu yote. Anaweza kuona huko kama Zarqa. Yule mwanamke yule alikuwa anaitwa Zarqa, anaweza kuona kilomita 1000. Ndivyo ilivyokuwa hivyo. Basi nilitaka tu hii nukta ya na mtume na sahaba nayo pia niipate, ndio maana nikaongezea hayo, lakini darasa ilishaisha. Mwenyezi Mungu atubarikie, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.